Oh, Bwana apewe sifa. Nilikuwa ninaimba hivyo ndio tuweze kutoa sadaka zetu. Ni vizuri tunapo sikia neno, tunapoomba, ni vizuri kutoa sadaka, kwa maana kila ibada inakamilika katika mambo mengi sana. Inakamilika kwa kuomba, kwa kuabudu, kwa ushuhuda, kwa sadaka na kwa neno la Mungu. Kila ibada inakamilika kwa mambo kama matano. Bwana apewe sifa. Inakamilika kwa mambo kama matano, na kwa hivyo ni vizuri tuwe tunafanya yote katika jina la Kristo. Ndio kila neno tutanena na kila maombi tumeomba, Bwana akaweze kukusaidia na kukutimizia katika jina la Kristo Yesu, na itakuwa ni baraka. Amen. Kama tumetoa sadaka zetu, si vizuri tuingie katika neno la Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Unajua kwamba nimehubiri neno hapa siku ya Wednesday katika ushirika wa Wednesday. Huwa ninahubiri online hata kama hakuna watu, naihubiri online, na nikaona iko na watu wengi sana wameitazama kuliko ya Sunday. Bwana apewe sifa. Nikaona ya kwamba ikifika jana ilikuwa na watu 600 na kitu wale wameitazama, na ni ya ushirika ya Wednesday imeona na watu zaidi ya Sunday. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hiyo mimi huwa ninaamini ya kwamba wakati ninahubiri mahali hapa online, Bwana apewe sifa, wakati ninahubiri online mahali hapa, kuna watu wengi sana wanabarikiwa. Nikwambia ya kwamba kuna mtu amekuwa akinitafuta, ananipigia simu, ninakuwa kwa shughuli. Bwana apewe sifa. Ninamwambia kwamba nikipata nafasi tutaongea na yeye, kwa sababu amekuwa na shida. So akasema ya kwamba atanipigia, ilikuwa wewe, akasema atanipigia Tuesday, lakini akanipigia ikiwa ni Wednesday. Wakati alipata nafasi nikiwa hapa kwa ofisi, akanipigia simu, akaniambia ya kwamba nimekuwa nikikufuatilia katika online, nimefuatilia mafundisho yako, na pia huwa nikifuata na ninaangalia Faith TV. Nikamuuliza unataka namna gani? Bwana atukuzwe. Akaniambia ya kwamba kuna dhambi alifanya akiwa high school, na siku ya leo ameoa, na anaona ya kwamba ile dhambi kama inaweza shika watoto wake, kwa maana ni vijana. So akaniambia ya kwamba anataka kuiconfess. Nikamwambia ya kwamba ushawahi ambia mtu mwingine? Akaniambia hapana, lakini nimeona nikuambie. Nikamwambia neno la Mungu linasema confess your sin to one another. Bwana ni roho. Because Biblia inasema ya kwamba confess sin, yani dhambi ambayo imefishwa, Bwana ni roho, inaweza zuilia baraka na kuinuliwa kwako. Bwana ni roho. So nikamwambia umefanya vizuri kwa kukonfess hiyo dhambi na kuniambia, mpaka nikamuongoza kwa toba, hata kama alikuwa ameokoka, alafu nikamuombea kwa simu. Bwana ni roho. So nilisema ya kwamba hii mahubiri ninaonaka nikihubiri hapa online, Bwana ni roho, haikuwaji ya bure. Bwana apewe sifa. Kuna watu wengi sana wanabarikiwa, wanafaidika. Bwana apewe sifa. Naona wengi wakiniandikia ya kwamba we will submit ourselves on Sunday morning, na siwajui. So kunaweza kuja watu wageni
on Sunday, wanaangalia tu kwa Facebook, wanaweka pewe sifa. Na kwa hivyo tuwe vizuri encourage katika hii mafundisho. Una-like, una-share, una-subscribe, unafanya nini? Unasaidia wengine. Sana kuishare. Unasaidia wengine wanasikia kile tunasikia mahali hapa, na Bwana atatubariki katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Situombee sadaka. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa sababu ya sadaka watu wako wametoa katika hii madhabahu, na zibariki na kuzitakasa na kuziweka wakfu, na ninaomba zikubariki katika hii madhabahu. Bwana, ukaweze kuwatendea mema na kuwanyoshea mkono wako na kuwa baraka katika maisha yao, katika jina la Kristo Yesu. Na tunapoingia kusikia neno lako Bwana, ninaomba neema na kibali na utukufu wako na ufunuo, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Situingie katika neno la Bwana. Ni kama umeweka on. Bwana apewe sifa. Ni vizuri tuweze kuingia katika neno la Bwana usiku mwema wa leo, katika jina la Yesu. Na ninachukua nafasi hii niwakaribishe wale wanaotazama katika mahali popote kuliko katika nchi ya Kenya na katika mataifa hapa duniani, mahali popote uko, karibu sana katika mkesha wa usiku wa leo, katika jina la Kristo Yesu. Na ninajua ya kwamba mtabarikiwa. Hapa ni Christian Foundation Fellowship Gikabura, na tuko katika mkesha wetu wa Edima, na tumebarikiwa sana kuwa mahali hapa katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo hata wewe mahali unatazama utabarikiwa, utapokea baraka yako, utapokea ushindi wako katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo uwe tayari na utabarikiwa na Bwana in Jesus mighty name. Hallelujah. Ningependa usiku wa leo katika hii mkesha niweze kuongea vile Bwana anavyopigania watu wake. Bwana apewe sifa. Because the Bible says ya kwamba vita sio yetu, lakini iko na mwenyewe. Bwana apewe sifa. The battle does not belong to us, it belongs to God. Ni kuonyesha vile ama vile unastahili kuomba wakati vita imekuja katika maisha yako, wakati mambo makuu yamekuja katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Ingia nami katika Psalms ni Zaburi 35. Tutasoma vitabu mbili, alafu Bwana atusaidie tuweze kuelewa mapenzi yake. Psalms 35, tuanzie mstari wa kwanza katika jina la Kristo Yesu. Ni maombi Daudi aliyaomba kwa sababu ya vita ilikuwa katika maisha yake. Akaandika maneno haya, na kwa hivyo because we are the David today, we can pray how David prayed. Bwana ni roho sio. Unaweza omba vile Daudi aliomba mbele za Bwana wakati alikuwa katika vita, wakati maadui walikuwa wamemwinukia, wakati maadui walikuwa wanamtesa. Akaenda mbele za Bwana na akaomba, na Bwana alisikia maombi yake. Bwana wetu apewe sifa. So hii ni maombi Daudi aliomba. Akasema ya kwamba mstari wa kwanza, Psalms 35 verse 1, akasema ya kwamba Bwana utete nao wanaoteta nami. Bwana atukuzwe. Kwa sababu alikuwa katika vita, alikuwa ameinukiwa, maadui walikuwa wamejipanga wahusiane, haleluya, wapigane na yeye. Lakini katika mahali akaona hii vita imekuwa kubwa sana, akaenda mbele za Bwana akamwambia, Baba, Bwana wa mbinguni, kwa nini Daudi alienda
kwa sababu vita ambayo tunapigana sio ya damu na nyama, lakini ni ya nguvu na mashaitani na maufalme ya giza. That is the battle ambayo tunapigana, lakini sio ya damu na nyama. So aliona ya kwamba akienda kupigana vita kwa damu na nyama anaweza kupigwa, akaielekeza katika roho, wadhani roho. So akaenda kwa Mungu akamwambia, Bwana, ninaomba Mwenyezi Mungu, teta na wale wote wanateta na mimi, wadhani roho. Namba 2, akamwambia Bwana, upigane nao wanaopigana nami. Wanapasima wakati mwingine ni vizuri unapoona ya kwamba vita imekuwa kubwa, imeshaza katika maisha yako, ukiangalia mbele, ukiangalia nyuma, upande na upande, hakuna kwako kuzuri. Maadui wamejaa kila mahali, wanakuinukia, wanapigana na wewe. Enda mbele za Bwana na umwambie, Bwana Mwenyezi Mungu, siwezi kupigana vita ya damu na ya nyama, lakini naomba Bwana upigane na wale wanapigana na mimi, wadhani roho. Bwana pesa. Na hiyo ndio maombi ambaye ninaomba katika maisha yangu, ya kwamba wale wote wanapigana na mimi kimaisha ama kihuduma ama kwa jamii, Bwana apigane na wao. Bwana apewe sifa. Wale wanapigana na wewe, haleluya, wewe tapeza Bwana, kwa sababu shaitani hatutakii mazuri. Bwana apewe sifa. Wanadamu hawatutakii mazuri, na Yesu aliambia wanafunzi wake, mjihadhari wanadamu na mbwa. Bwana apewe sifa. So alijua ya kwamba wanadamu wanaweza kukupatia, wanaweza kukupiga. Wanapasiwa, wanadamu wanaweza kuwa adui ya maisha yako, wanaweza kuwa adui ya hiyo biashara ambao unaifanya, wanaweza kuwa adui ya watoto wako, kwa sababu huwezi kujipigania. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana, teta na wale wanateta na mimi. Bwana pesa, pigana na wale wanapigana na mimi, menyana na wao wanaopigana na mimi. Bwana wetu ni sana. Na akasema ya kwamba fight against them that fight against me. Na akasema ya kwamba namba 2, akasema ya kwamba uishike ngao na kigao. Bwana apesa, take hold your shield and buckler and stand for my help. Bwana apesa, naomba usiku wa leo Bwana ashike ngao na kigao, ili akaweze kutusaidia, aweze kutupigania, awe kinga yetu wakati mishale inarushwa kwetu. Bwana asimame kama ngao na kigao, azile ile mishale yote tunarushiwa usiku na tunarushiwa mchana. Bwana wetu apewe sifa. So God is going to fight. Na anasema ya kwamba usimame unisaidie, wadhani ya kumi. Kuna vita ambaye hatuwezi kujipigania. Bwana atukuze. Mungu akamwambia Isaia ya kwamba mimi ndiye nimekuita. Bwana wetu apewe sifa. Mimi ndiye nimekuita kwa jina lako, na nimekushika na mkono wako na mkono wangu wa kuume. Bwana wetu ni sana. Na akasema ya kwamba nitakusaidia, kwa sababu kuna area hauwezi kujisaidia. We need the help of God. Bwana ni roho. Unaweza kupigana vita na ufike mwisho, then uitane uweze kusaidiwa. Bwana ni roho. So we need the help of God in every battle in our life. Bwana wetu ni sana. Naomba Mungu asimame katika maisha yetu ili aweze kutusaidia, kwa maana peke yetu hatuwezi. Bwana ni roho. Hatuwezi. Vita imekuwa kubwa sana, mambo imekuwa mazito, mambo imekuwa magumu. Bwana ni roho. Umekimbia pande na upande ukitafuta msaada, lakini hakuna kitu unapata. Vita imekuwa kubwa.
naomba Mungu usiku wa leo aweze kusimama akusaidie, awe kama ngao na kigao katika maisha yako na katika maisha yangu. Bwana wetu apewe sifa. Hata katika kanisa la Bwana, Bwana wetu yuko sana. Na ningewaomba katika jina la Yesu, msijali na wale wanaweza inuka na kupigana na kanisa. They are not fighting us, they are fighting God. Hallelujah. Hauwezi pigana na Mungu na ubaki ukiwa umesimama. Alisema ya kwamba malango ya kuzimu haitaweza kanisa lake. Bwana ni anawasha. God knows how to fight for his church because he is the head and the author of the church. Bwana ni anawasha. Sisi ni watenda kazi na yeye. We are the vessels. Bwana ni anawasha. We are here like a vessel kusimamia kazi ya Bwana. Lakini anayeinuka na kupigana na kanisa la Bwana, no matter ni nani, but God atapigana na yeye. Bwana atukuzwe. Na hiyo ndio ni vizuri sana, hata watu wakiwa kanisani usiwahi inuka na kupiga kanisa la Bwana, because when we pray ya kwamba Bwana apigane na wale wanapigana na kanisa, utapigiwa pale. Bwana ni awaosha. Utapigiwa pale na utatuita ya kwamba umegojeka, na tushindwe kwa nini umegojeka. Kumbe ulikuwa mmoja wa kupigana na kanisa la Bwana. Wakati tumeomba Bwana atawanye maadui, unaona ya kwamba umetawanyika. Bwana asifiwe. So ni vizuri kila mtu aweze kuangalia, asije akainuka apigane na kanisa la Bwana. Bwana atukuzwe. Hata huko nje msijali. Hallelujah. Never fight for yourself. Ashiria Bwana apigane vita. Najua vile Bwana anaweza kupigania mtu wake. Najua vile Bwana anaweza kupigania kanisa lake. Mimi ninajua, niko na ushuhuda wa vile Bwana anapigania watu wake. Na kwa hivyo Bwana atanyamazisha wale wote wanapigana na kanisa hata huko nje. Bwana wetu iwe sana. Bwana ni anawasha. Bwana atapigana na wale ambao wanapigana na kanisa hata hiyo iliisha. Bwana wetu iwe sana. Na kwa hivyo ni vyema wapendwa, badala ya kupigana na kanisa, afadhali upige magoti yako, umulilie Bwana, umuite Bwana, badala ya kupigana na kazi ya Bwana. Because hautaweza. Bwana ni anawasha. Mtu hawezi kupigana na kanisa la Bwana na abaki akiwa amesimama. Lazima Bwana atainuka apiganie kanisa lake, apiganie watu wake. Furthermore, you are a righteous person. Bwana atainuka atakupigania. Biblia inasema ya kwamba neno ambalo nilikuwa ninahubiri mahali hapa siku ya Wednesday, nikahubiri nikasema ya kwamba macho ya Mungu inaelekea wenye haki. Bwana wetu ndiye sana. Na masikio yake inaelekea kwa kilio cha wenye haki. Bwana ni roho. Alafu ikasema ya kwamba uso wa Bwana umeelekeza watu wabaya ili kuondoa kumbukumbu lao katika dunia hii. Bwana ni roho. Kuna watu hawana legacy katika dunia hii kwa sababu walipigana na kazi ya Bwana. Mungu akashuka akaondoa kumbukumbu lao. Yaani hakuna kitu cha kufanya wakumbukwe katika dunia hii. Bwana ni roho. Kwa hiyo wapendwa, wakati unaona ya kwamba vita ni kubwa, ambia Bwana simama unisaidie. Usiwahi jipigania vita yoyote, hata kama ni kwa nyumba yako, hata kama ni kwa biashara, hata kama ni mahali unakaa. Bwana atukuzwe. Hata kama ni mahali umeolewa na mahali umezaliwa, usiwahi jipigania vita. Ambia Bwana simama unisaidie, kwa maana hii vita imekuwa kubwa na siwezi. Baba, chukua hii vita uipigane katika jina la Yesu. Bwana wetu ndiye sana. Na hivyo ndivyo ninawaambia Bwana kila wakati. Bwana, chukua vita za hii kanisa.
usipigane wewe mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Bwana ni rohosho. Na ninajua kwa Bwana atapigana. Namba 3 inasema ya kwamba utoe na mkuki uwapie wanaonifuatia. Bwana as much God has a spear. Yani Mungu ako na mkuki wake, na ile mkuki yake ni ya kuwapiga wale wanaotufuatia. Bwana asifiwe. Kuna watu wanatuandama, kuna maroho inatuandama, inasema ya kwamba hao watu hawatasimama, huyo mtu hataendelea, hao watoto hawatasoma, hiyo biashara haitasimama. Lakini wanaokufuatia, apia Bwana, chukua mkuki wako uwapige wanaokufuatia. Na hivyo ndivyo ninanifikiria usiku wa leo ya kwamba wale wanafuatia hii kanisa la Bwana, Bwana pasiba, wale wanaandama hii kanisa la Bwana, naomba Bwana ashukue mkuki wake awapige katika jina la Kristo Yesu. Wale wanakufuatia wewe, Bwana ni rohosho. Yani unafanya biashara, hakuna kitu inaleta, kwa sababu kuna maroho, kuna watu wawifu wanaokuonea, wanakufuatia, wanakuandama usiku, wanatumia mshawi, wanatumia uganga. Tunaomba usiku wa leo Bwana ashukue mkuki wake aweze kuwapiga. Bwana wetu yule sana, wapigwe na Bwana. Haleluya. Hapana pembeleza adui. Haleluya. Hapana pembeleza mtu aliye kinyume na yeye. Na wewe apia Bwana, chukua mkuki wako, kwa maana neno la Mungu ni la haki. Na maandiko inasema katika Yeremia ya kwamba hakuna neno limetoka kinywani cha Bwana ya kwamba imeletwa katika dunia hii haitamrudia kama haitatimiza ile kazi ilitumwa kufanya. Bwana wetu beleza. Na kwa hiyo wakati wa vita, ili neno unastahili kusimama naye. Bwana ni rohosho. Yani unasoma basi ya kwanza, unaingia katika maombi, unamwambia Bwana, teta na wale wanateta na mimi, pigana na wale Bwana wanapigana na mimi Bwana, kuwa dawa katikao, usimame unisaidie, chukua mkuki wako Bwana, pigana na wale wote wanaonifuatia. Hiyo ndio inaitwa war. Bwana pesa. Inaitwa spiritual warfare. Unapigana vita, naye Bwana anashuka, kwa maana ako na mkuki yake. Bwana ni rohosho. Usikae hapo useme ya kwamba ati watu wote wanakupenda. Hapana, kuna watu hawalali kwa sababu yako wewe. Bwana ni rohosho. Kuna watu hawana raha, yani hawawezi kukaa mahali pamoja kwa sababu yako wewe mwenyewe. Na ninakuambia usiku wa leo, wale wote wanafuatia huduma yangu, Bwana ashukue mkuki aweze kuwapiga katika jina la Yesu. Wale wanafuatia jamii yangu ifizike ama tuwe maskini, Bwana ashukue mkuki wake aweze kuwapiga katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema Daudi alimwambia Bwana, utoe. Kwa hivyo hii saa Mungu ameweka mahali ya kupigania watu wake. Bwana ni rohosho. Ya kupigania watu. Mungu, Daudi anamwambia Mungu, utoe mkuki wako. Bwana asifiwe. Yani Bwana ni ute mkuki wako katika kundo lako, uitoe Bwana. Mungu anajua kulenga. Haleluya. Wale wote wanakufuatia, wanakuandama ili usiendelee, atoe tu mkuki wake auelekeze kwa hao maadui, na wataisha katika jina la Yesu. Moja tu itawaangusha. Bwana wetu ni sana. Na maandiko inasema ya kwamba uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Uiambie nafsi yangu. Sikiza vile Daudi anasema, uiambie nafsi yangu Mungu ya kwamba wewe ndiye wokovu wako. Haleluya. Number 4 anasema ya kwamba waaibishwe, wafedheheshwe. Hapana pembeleza adui. Whoever is against you, Bwana ni rohosho. Isaiah, Psalm 68 verse 1 inasema ya kwamba my God arise against
of the enemies, let them be scattered. Bwana akuzwe. Tunaomba usiku wa leo ya kwamba kila adui ameinuka kinyume na wewe, no matter how the powerful they are, but may our God arise. Maandiko inasema ya kwamba waaibishe wananiroosha. Kuna watu wamekupangia wewe uaibike, wananiroosha ati ushoroke, na ndiposa nimewaongoza katika maombi ya kwamba Bwana atuvue ile mavazi ya madunia, atuvike utukufu wake, na ule utukufu uweze kumsifu Bwana. Bwana apesifa, kwa sababu maadui wanataka uaibike. Haleluya. Wanataka uaibike. Yaani uko na biashara kubwa, wanataka kuiangusha ndio wewe uaibike. Haleluya. But the Bible says, Daudi akamwambia Bwana, waaibishwe hao maadui. Wanataka kanisa liaibike, wanataka jamii yako iaibike. Washa Bwana awaibishe mwenyewe. Mashonolikio hivyo waliitwa ya Yesu. Maloshonoka katika jina la Kristo Yesu. Maloshonoka wala ni roho. Asomane toshonoke. Asomane kali toshonoke. Maloshonoka waibishwe katika jina la Kristo Yesu. Hatuwapembelezi tena katika jina la Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Wafedheheshwe. Ati kazi yao ni gani? Wanaoitafuta nafsi yako. Wanapesi. Wanatafuta nafsi yako na gani? Wakati wanaongea jambo ambalo linaweza kukera katika moyo wako, wanakuzwe. Jambo ambalo wanaweza kukuumiza naye katika moyo wako. Ya wanatafuta nafsi yako. Wanaotafuta nafsi yangu waimalize. Yani ukose amani, ukose nguvu. Washa Bwana awaibishe. Wanapokaribia Bwana awaangushe katika jina la Yesu. Nasema ya kwamba warudishwe nyuma, wafadhaishwe. Naomba kila adui katika jina la Yesu waliosimama mbele zetu warudishwe nyuma yetu katika jina la Yesu. Wafadhaishwe, wakoseshwe amani, waaibishwe. Sasa utaona vile Mungu vile anasema. Anasema ya kwamba warudishwe nyuma, wafadhaishwe, wanaonizuia mabaya. Haleluya. Onalia mabushira yako. Wanaokusudia mabaya. Kwa sababu na watu wanakuangalia hivi, vile umeendelea, vile umeokoka, vile umesimamia wokovu, wanakuzuilia mabaya. Wanataka upatwe na mabaya. Ndio washeke, wanapesi. Badala ya sisi tuaibike, wao ndio wataaibika. Badala ya watusheke, wao ndio watashekwa katika jina la Kristo Yesu. Maana hivyo ndio maandiko inasema. Hebu soma verse 5. Inasema hivi. Inasema verse 5, wawe kama makapu mbele ya upepo. Let them be a chaff before the wind. Wawe kama makapu. Makapu ni nini kwa Kikuyu? Timalaga. Bwana ni roho. Maope kama raga. Watanyakwe na kila mtu. Bwana apesifa. Maranati kitu ambaye hauwezi kuitumia. Bwana akuzwe. Na Biblia inasema ya kwamba wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Mwadhani roho. Ninaomba katika jina la Yesu waakuke in Jesus name. Hallelujah. This is a spiritual warfare. Hii ni maombi ya spiritual warfare. Usiwahi kutendeshwa na shetani hapo na adui. Simama na hii neno na Bwana atakupigania. Mwadhani roho. Biblia inasema ya kwamba nao malaika wa Bwana watawaangusha chini. Wanaona kana kwamba wamesimama, wanaona kana kwamba wameshinda. Tunatangaza usiku wa leo, malaika wa Bwana
waangushe hao maadui, waangushwe mbele yetu, waaibishwe mbele yetu. Bwana wetu apewe sifa. Until the day watasema Yakobo na wainue mikono, Yakobo tutaokoka, tumeachana na vita na wewe, tumeachana na vita. Bwana apewe sifa. Tena mwimbaji wa wimbo alibaka akasema Yakobo, wanaokudharau one day watakusaidia kwa heshima. Bwana apewe sifa. Tunaomba tusaidiwe kwa heshima. Bwana ni roho so. Naomba watu watembee katika kanisa kwa heshima. Hapana tembea na kuingia ovyo ovyo, watembee kwa heshima. Bwana apewe sifa. Na sana wale wanatudharau, sana wale wanatupiga, sana maadui wanatukuzwe, waingie hapa kwa heshima. Wasema Yakobo nilikuwa ninapiga hii kanisa. Bwana ni roho so. Tunangojea ushuhuda kama huo. Kwa maana kama hawataokoka, Bwana anaweza kuwaokoa. Bwana apewe sifa. Ombi letu ni Yakobo Mungu aweze kuwaokoa na kuwasamehe dhambi. Kwa maana Mungu hataki kifo cha mtu ya mwenye dhambi. Bwana ni roho so. Naomba Bwana awaokoe, awaguse, awaokoe katika jina la Kristo Yesu. Mpaka waseme ya kwamba I will never fight church anymore. I will never fight anybody in my life. Kwa yale nimepata. Bwana wetu yule sana. Kwa yale nimepata mimi mwenyewe. Siku ya leo niliona kakribu kwa simu, hata sikukamalizia. Bwana ni roho. Na sijui kama nyinyi mmekaona ya kwamba kuna mama amejitokeza anakiri ya kwamba alilipwa pesa na watumishi ili aweze kuharibia nabii wa Mungu anaitwa Maina wa OTC. Unamjua? Bwana apewe sifa. Ati mama alilipwa 30,000 na wahubiri aweze kuharibia Maina wa OTC jina lake, amchafue. Today, haleluya, ako kwa media anashukuriwa na kila mtu, anakiri, anasema vile aliambiwa, amwekelee maneno. Bwana apewe sifa. Naomba hao maadui wafike kile kiwango katika jina la Kristo Yesu. Wakili tulilipwa, tuliambiwa ya kwamba tuinukie hiyo kanisa, tuinukie huyo mtu, tuinukie huyo pasta. Naomba waingie kwa media, wakiga vinywa vyao waweze kusamehewa. Kwa maana huyo mama kutoka wakati aliongea hiyo maneno alikamatwa na kansa. Bwana apewe sifa. Alikuwa anasema ya kwamba nasikia nimegojeka, niko na kansa kwa sababu na ninaona hii shida ilitokana na ile maneno niliwekelea mtumishi wa Bwana. Bwana ya roho. Usiwahi ongea habari ya mtumishi wa Bwana. Bwana usiwahi hata kidogo. Hata kama ni mwenye dhambi ama ni nini. Wewe angalia Musa, wakati Musa tunajua ya kwamba aliua mtu. Bwana atukuzwe. Aliua mtu. Lakini Miriam na ni sister yake akaongea kinyume na Musa. Mungu alimtupa nje ya mji na akapigwa na ukoma. Mgaida akayaka na umkana mwenda kaneno. Mungu ajali. Bwana apewe sifa. Alafu Dana na Kora wakaanza kuinuka hapo. Bwana atukuzwe. Wewe Biblia inasema ya kwamba alikufa kifo kingine ambaye hakijawahi onekana. Dunia ilipasuka. Yaani Mungu anaweza fanya kitu kwa sababu ya mtumishi wake. Dunia ilipasuka, wakamezwa na dunia kwa sababu ya kuinukia mtumishi wa Bwana. Bwana ni roho. Mungu ako na hata na mafuta yake. Angalia Elisha, alishekelewa na vijana 42 kwa sababu ya kipawa. Bwana ni roho. Kumshekelea tu hivi, kuangalia mtumishi wa Mungu. Wewe unamshekelea ni todo wa vile umwe wa mwili wake. Biblia inasema ya kwamba mali yule kufa. Bwana apewe sifa. Yaani usiwahi kuongea hata kidogo habari ya mtumishi wa Bwana. Usiwahi kuwa adui ya mtumishi wa Bwana. Sasa huyo mama analia siku ya leo. Na ni vile ameteseka. Yaani amefikishwa kiwango. Anaona ya kwamba hapa nisipokiri kwanza itakuwa na shida nyingine. Bwana ni roho. So amejitokeza kwa media, anaongea ile maneno yote. Aliambiwa na alipangiwa. Hii mambo mnasikia kwa social media. Yakobo watumishi wa Mungu wamefanya. Hakuna kitu wanakuwaka wamefanya. Ni watu wanalipwa, wanawaharibia majina. Hivyo ndivyo nisikia pastor mwingine akisema. Wao ndio walikuwa wanafanya hivyo. Wakiwa kwa jela. Wanapaa. Hata pastor kuwekelewa. Ati ya kwamba ameshika msichana, amekuwa na mama fulani.
huwa wanapata Bwana pesa, na huyo mtu analipwa. Alafu watu wanasema fulani amefanya. Mtu anashikwa, anawekwa jela for nothing. Alafu hao watu wanaanza kulia. Until the day watatafuta huyo mtumishi wa Bwana, ndio watapona katika jina la Yesu. Bwana wetu apewe sifa. So wapendwa, wacha malaika wa Mungu waangushe hao maadui ambao wanatuinukia usiku na mchana. Bwana apewe sifa. Yaani hauna amani, hata usingizi haulali vizuri kwa vile vita zimekuwa nyingi na kufuatiwa kwa ndoto. Bwana wetu apewe sifa. One day nilikuwa na ndoto mara mbili, na nikauliza hii ndoto inamaanisha namna gani? Bwana apewe. Nikaona mtu mkubwa ananizuilia, na ni kwa ndoto ananizuilia, anataka kunimaliza. Nikajua kwamba hii ndio watu wale. Biblia inasema ya kwamba Mungu, chukua mkuki wako, wale wananifuatia Bwana uweze kuwapiga katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Ukiona ya kwamba kuna kibiso, unazuiliwa hata kama ni kwa ndoto, jua kuna watu, kuna maroho inakufuatia. Unastahili kumwambia Bwana achukue mkuki. Bwana apewe sifa, aweze kuwapiga. Biblia inasema ya kwamba malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Wewe angalia, sisi ndiye tunaogopana. Nikaribia hatujui kuomba maombi wakati vita zimekuja. Anasema mstari wa 6 ya kwamba njia yao na iwe giza na upelezi. Bwana apewe sifa. They are ways. Ya ile njia wanakuja naye, tunatangaza usiku wa leo. Bwana apewe sifa. Hao maadui, ile njia yao ikawe na giza na iwe na utelezi. Wateleze wanapoenda kuloa watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Wateleze katika hiyo njia zao, na wakiteleza ni kuanguka, wataanguka. Bwana wetu ni sana. Wale wote wanatufuatia usiku wakati tumelala, wanapiga kanisa la Bwana, wamejifanya maadui wa kazi ya Bwana. Tunaomba njia zao ziwe na giza na ziwe na utelezi, na tunasema familia zetu zitasimama. Bwana apewe sifa. Wazazi wetu wataishi haya, ndugu zetu watasimama, hawatakufa kabla ya miaka yao. Baba, tunasema ya kwamba miaka ya watu wetu haitakatwa, hawatakufa vifo vya mapema katika jina la Yesu. Kwa maana maadui wanataka wakufe, watakaza njia za maadui ziwe na utelezi na ziwe na giza. Bwana atawaangushe, malaika wa Bwana wawaangushe katika jina la Kristo Yesu, na ndugu zetu wakaishi. Bwana wetu ni sana. Dada zetu wakaishi. Haleluya. Ndoa zao zitasimame, biashara zao zitasimame. Bwana apewe sifa. Watoto wetu wabarikiwe katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ni sana. Biblia inasema kwamba njia yao na ile giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Bwana apewe sifa. Watapanga. Haleluya. Na tusijali vile wanatupangia, usijali vile wanakupangia. Njia zao itakuwa na utelezi, naye malaika wa Bwana atawafuatia. Wadhani roho atawafuata, malaika wa Bwana atawafuata, atawaangusha katika jina la Kristo Yesu. Marogwa wadhani roho marogwa walimu watu wa Yesu waanguke kwa sababu malaika wa Bwana kuanzia usiku wa leo katika jina la Yesu. Bwana atakupigania. Wadhani roho gai akumwelele. Umepigana vita. Haleluya. Umelia ya kutosha, umeteseka ya kutosha. Si uashinde hiyo vita kwa Mungu aweze kukupigania. Malaika wa Bwana waweze kuwashindwa na Bwana, waweze kukupigania katika jina la Yesu. Bwana wetu pewe sifa. Maana bila sababu wamenifishia wafu. For without cause have they hide for me their net in a pit. Imagine. Mwana ya roho. Yani wametuwekea neti. Bwana apewe sifa. Ndio hiyo neti itushike. Tunaomba usiku wa leo
wale wametuwekea net iwashike wao wenyewe. Bwana, because Biblia inasema ya kwamba wamenifishia wafu bila sababu, wamenishibia shimo, nafsi yangu wamenishibia shimo. Mimi ninaomba katika jina la Yesu, aliyemaliza ile malima Yakoba ndiye akute, wakute wenyewe, kwa maana wameishiba bila sababu. Na pesa au siku wa leo hatuwaashi wakiwa wamesimama. Bwana ni roho. Hatuwaashi, wametutesa miaka mingi sana. Wametesa jamii zetu miaka mingi sana. Bwana wetu ndio sana. Washa wale wameishikia nafsi yako shimo, waanguke wenyewe katika jina la Yesu. Bwana ni roho. And the Bible says Yakoba, they have hide for me their net in a pit. Yani wameweka neti ndio iweze kukushika, ndio iweze kukukamata. Bwana tukuzwe. Neti ikiwekwa mahali, nikusema ya kwamba hauwezi pita. Tunaomba ya kwamba hizo neti ziwanase katika jina la Yesu. Usiku wa leo iwashike in the mighty name of Jesus. Inasema ya kwamba uharibifu na umpate kwa ghafla, na wafu aliyoufisha umunase yeye mwenyewe kwa uharibifu aanguke ndani yake. That's what we pray tonight in Jesus name. Bwana wetu ni sana ya kwamba kila uharibifu wote wametuandalia, washa iwapate katika jina la Yesu, iwapate ghafla in Jesus name. Hiyo wafu, hiyo that net iwanase wao wenyewe katika jina la Yesu. Haitanasa sisi in Jesus name. Bwana ni roho. Washirika wetu hawatanaswa na neti za shetani. Familia zao hazitanaswa na neti za shetani. Bwana wetu apewe sifa. Tunatangaza usiku wa leo hakuna mshirika atazuiliwa. Hakuna Mkristo atanaswa na neti za maadui. Wacha ziwanase wenyewe, waingie kwa hiyo shimo wameshiba katika jina la Kristo. Hiyo mambo wametupangia iwarudie wenyewe, kwa maana Mungu wetu anaishi nasi. Bwana wetu ndiye sana. Psalms 27 inasema hivi. Psalms 27, I think ndio nitamaliza nayo. Psalms 27 Psalms 27 verse 1 inasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana apewe sifa. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Bwana wetu ni sana. If God is my light, Bwana ni roho. Naomba Mungu atuangazie katika maisha yetu. Naomba Mungu atuangazie katika huduma hii. May the Lord be the light of this church. In the mighty name of Jesus. May the Lord be our salvation in our life. Ninasema ya kwamba, whom shall I fear? So, haufai kuogopa. Bwana tukufu. Biblia inasema ya kwamba, ogopa Mungu mwenyewe ambaye anaweza kuua mwili na utupe jehanamu, lakini usiogope mwanadamu, because Mungu atakupigania. The Lord is my light and he is my salvation. Kwa hivyo ataniokoa katika kila jambo, katika mitego yote ya shetani, katika jina la Kristo Yesu. And the Bible inaendelea kusema ya kwamba whom shall I fear? Whom shall I be afraid? Watenda mabaya waliponikaribia, walile nyama yangu. That is the work ya watu wabaya. Kazi yao ni kukaribia, wanataka kuikula nyama yako. Bwana ni roho. Wanataka kula nyama yako ukiwa uhai. Wamesiaga meno yao. Na ndiye Daudi anasema Psalms 124 ya kwamba, if not God was on my side, kama sio Mungu alikuwa upande wangu, maadui wangenimeza nikiwa hai. Bwana apewe sifa. So watenda mabaya waliponikaribia, walile nyama yangu, watesi wangu na adui za. Imagine
kuna watu wabaya wanakutesa wewe. Yaani wanakutesa vitu hivyo kule. Wanakutumia vibaya. Yaani kuna watu wabaya wanakutakia maovu, wanakutakia mabaya. But the Bible says ya kwamba watajikwaa na wataanguka. That's what the Bible says. Bwana besi. Wale wote wanakutesa, wale wote ni wabaya, wanakutakia mabaya, wanakutakia maovu. Biblia inasema watajikwaa na wataanguka. Let them go down in Jesus' name. Na usiwahurumie katika jina la Yesu. Because hata wewe hawakuhurumii wakikutenda mabaya, hawakuhurumii wakikutesa, hawakuhurumii wakati wanaenda kwa wachawi. So hata wewe usiwahurumie. Let them go down katika jina la Yesu. Let them be ashamed. Wakuswe katika jina la Kristo Yesu. Wanapeleza. Biblia inasema ya kwamba jeshi linapojipanga kupigana nao, damu ya jeshi ndio linapigana nasi. Yaani kuna jeshi huwa linajipanga katika anga, katika nchi kavu, katika baharini, mahali unakaa. Kuna jeshi linajipanga. Emu yao ni kupigana na wewe. Mwadhani anaosha. Na nikoto wakana mahinya na modhamaki makoma. Wanapesifa. Jeshi linapojipanga kupigana nawe, moyo wangu hautaogopa. Daudi anasema moyo wake hautaogopa. So usijali vile watu wanapigana na wewe, na usiwaogope. Let them go on. Mwana yarogosho. Waendelee. Kwa sababu hiyo vita Mungu ataifikisha mwisho. Na atajua ile style na zile silaha atatumia akupiganie wewe mwenyewe. Atawakanya katika jina la Kristo Yesu. Mwana yarogosho. Daudi akasema moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitakutumainia. Ona barashokira, ona gushagikirira, ati ona haugai no kukwihoka. Bwana pesi. Nitakutumainia Bwana. Let us trust in God. Hata wakati vita zimekuwa nyingi sana. Bwana wetu ndiye sana. Na Biblia inasema neno moja. Sasa hivi kitu ambacho ningependa uishike sana. Daudi akasema ya kwamba neno moja, one thing I have desired of the Lord, that will I seek. Ya kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndio nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana. That's what we need in our life. Bwana wetu ni sana. Hapana shughulika na wale wanakupiga, hapana shughulika na wale wanakupangia, hapana shughulika na mambo mabaya. But one thing David desire katika moyo wake ni ya kwamba akae katika nyumba la Bwana. Bwana atukuzwe. Washeni tukae katika nyumba la Bwana. Washeni tutafute Bwana. The more wanakupiga, the more unatafuta uso wa Bwana. The more unaingia katika nyumba la Bwana. But ukikaa nje ya kanisa, ndio watakupiga na watakuangusha. Daudi akasema neno moja ninatamani ndani ya moyo wangu, ni ya kwamba nikae katika nyumba la Bwana siku zote za maisha yangu. Nisiondoke katika nyumba la Bwana. Mwadhani ya roho. That is my prayer. Never usitoke katika nyumba la Bwana. Yaani usitoke katika uwepo wa Bwana. Usitoke katika mapenzi ya Bwana. Ndio wale wanakupiga, Mungu apate a platform ya kukupigania. Mwadhani ya roho. Akupiganie yeye mwenyewe. Na nasema ya kwamba akae nyumbani mwa Bwana, ni utazame uzuri wa Bwana. Ndio naona nyumbani akae. Yaani unaingia katika nyumba la Bwana, unaingia unaketi unakaa kwa kiti. Bwana apesifa. Unaanza kuangalia uzuri, ulembo katika nyumba la Bwana. Yaani hiyo ni kitu ilifurahisha Daudi. Akaona badala nipigane na watu, badala nishinde mahali pamoja, ati huyu alinisema, huyu alinifanya, huyu aliongea, yaani wewe unashinda hapa wakati nina hado hamwe. Daudi alisema I desire nikae katika nyumba la Bwana. That's what we need. Tuone uzuri na ukuu wa Bwana na matendo ya Mungu. Tukiyaona hivi tunamshukuru Bwana.
na tunamuinua Bwana in Jesus name. Na tutafakari hekaluni mwake. Mlandi atanistiri, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. Wakati wa trouble, kwa sababu amejishagulia kuwa katika nyumba la Bwana. When the time of trouble comes, God will hide us under the Lord. Mungu anajua kufisha watu wake. Anafisha watu wake na neema yake. Anafisha watu wake katika uvuli wake. Katika mabawa yake anafunika watu wake. Bwana wetu ndio sana. Wale wamechagua kukaa katika nyumba la Bwana, wamechagua kutafuta uso wa Bwana, Bwana atawafunika na mabawa yake. Shetani hatawaona. Bwana apewe sifa. Mlaani atanifisha. Anasema ya kwamba atanistiri katika stara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. He shall set me upon the Lord. Bwana atukuzwe. That's what nikiomba Bwana aweze kutusaidia katika jina la Yesu. Bwana ni tunaomba. Know how to pray wakati vita zimekuja katika maisha yako, and you never be defeated. Bwana ni yakuni, hautashindwa, but ukienda upigane vita ya damu na nyama, ati mangumi ama mundu kwa mundu, Bwana atukuzwe. Unaweza pigwa sana na ushindwe pale Mungu alikuwa wapi, lakini wewe umeenda kujipigania badala ya kuashiria vita yako kwa Mwenyezi Mungu aipigane. Wewe kile unastahili kufanya, chukua Psalms 35, omba na hiyo neno. Hallelujah. Chukua Psalms 91, omba na hiyo neno. Chukua Psalms 27, omba na hiyo neno. Bwana atukuzwe. Chukua Isaiah 54 verse 17, omba na hiyo neno. Yaani wakati unapigana vita, chukua ile maandiko inaongea habari ya vita, nena hiyo maneno na Bwana atakupigania vita katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ni sawa. Si mmebarikiwa? Si mmesikia vile mtapigana vita? Bwana ni roho. Biblia inasema kwamba hata jeshi linapojipanga, amen, linapojipanga usiwe na hofu. Moyo wako usiogope, maana Mungu atashuka kupigania. Kwanza Mungu akiona ya kwamba hauna nguvu, hauna uwezo, Mungu atashuka haraka. Hawezi kubali mtoto wake apigwe. Bwana ni yakuni. Atasimama na atakupigania Jesus name. Amen. Tusimame na Biblia yako tuombe kidogo katika jina la Kristo Yesu. Ndio tukuambie Bwana, oh my God, oh my Father, tumesikia neno lako usiku wa leo. Tunaomba Bwana uweze kutupigania katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana uweze kutusaidia katika maisha yetu in the mighty name of Jesus. Bwana akaweze kutupigania vita usiku wa leo in the mighty name of Jesus. Siweleleza Bwana tu waambie Bwana, Baba, pigana na wale wanapigana na mimi, teta na wale wanateta na mimi katika jina la Kristo Yesu. Hata jeshi kama linajipanga, ambia Bwana hautaogopa katika jina la Yesu. Baba mtakatifu wa rehema, naomba usiku wa leo katika mkesha ya kwamba wale wanateta nami, Baba teta na wao. Wale wanapigana na mimi, Baba pigana na wao. Maadui wanapojipanga wa ile nyama yako, waharibu kazi yako, waharibu maisha yako, naomba Bwana njia zao ziwe na utelezi, njia zao ziwe na giza. Malaika wa Bwana wawafuatie wale wanatupangia, wale wanaotufuata. Tunatangaza malaika wa Bwana waweze kuwafuatia Baba kwa jina la Yesu, waweze kuangushwa, waweze kubedeshwa, waweze kuaibishwa, wafadhaishwe, wapigwe Bwana na mkuki wako katika jina la Yesu. The Bible says that my God is my lighter, is my salvation, he is my defender, he is my stronghold. Jeshi linapojipanga sitaogopa, because I know my Redeemer liveth. Katika jina la Yesu najua ya kwamba Mungu wangu anaishi hai, atanipigania katika jina la Bwana. Baba wetu wa rehema, niokoe na watesi, niokoe na watu wabaya katika maisha yangu, niokoe na maovu katika huduma hii kwa jina lako Bwana.
na ninatangaza as from this night every battles, every enemy ambao wameinuka kupigana na kuona kanisa Baba limeanguka ama wamelishusha, tunatangaza hiyo makao yao tuashiria moto katika jina la Bwana. Hiyo njia yao wanena giza, wanena uharibifu katika jina la Yesu, wanena utelezi. Washa malaika wa Bwana awafuatilie wanapoingiza miguu yao kwa washari, washukue urogi, waroge watoto, waroge jamii. Washa malaika wa Bwana awafuatilie katika jina la Kristo Yesu. Washa Roho wa Bwana awakanye usiku wa leo katika jina la Kristo Yesu. Baba uliye mtakatifu mwema, tunaomba ya kwamba Jehova ukatusaidie Bwana, ukatupiganie Jehova, kwa maana hatuna nguvu, hatuna uwezo. Baba wewe ndiye nguvu zetu, wewe ndiye uweza wetu. Maandiko inasema tusiogope, kwa maana Mwenyezi Mungu atatukingira mikuru ili matayari kwa Jehova haimwana ndivyo kulindania. Hatutaogopa Jehova, hiyo jeshi hatutaliogopa, kwa maana Mungu tumekutumainia katika maisha yetu Bwana. Tunakutegemea Jehova, wewe ndiye mwanzo na tena mwisho. Ulituita kwa kazi yako Baba, ulifanya tuzaliwe, ukatuchagua Jehova, ukatufanya watumishi wako, watenda kazi pamoja na wewe. Na unasema ya kwamba hautatuacha Bwana, hautatuacha kama yatima, hautatuacha. You never leave us, you never forsake us. Oh my dear Father, ninaomba usiku wa leo wale wanatuinukia, wainukie Bwana. Wale wanapigana nasi, pigana na wao Bwana. Wale wanatutesa kwa mambo ya kiroho, kwa maisha, hata kibiashara, Bwana wa rehema, pigana na wao katika jina la Yesu. Wale wametupapia Baba kuaibika, watangaza usiku wa leo ya kwamba wataaibika wenyewe, watafedheheshwa, watafadhaishwa katika jina la Kristo Yesu. Kwa maana Mungu wetu unaweza na unaishi hai na unatawala katika jina la Kristo Yesu. Pokea sifa Bwana na usiku wa leo Bwana katika jina la Kristo Yesu. Asante Mwokozi wako Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa sababu ya hiyo neno ambalo tumelipokea na tumelisikia usiku wa leo Bwana. Tunajua ya kwamba shetani anatufuatilia usiku na mchana akitafuta nafsi zetu Bwana. Tazama, tumeshikiwa hata mashimo na tumetegewa mitego Bwana, na tumewekewa neti zitunase Bwana. Tunaomba hiyo mambo yote maadui wamepanga, wanadamu wametupangia, washa iwakamate, iwanase katika jina la Kristo Yesu. Hatutaanguka kwa hiyo mashimo, hatutanaswa kwa hiyo mitego Bwana katika jina la Yesu. Linda nafsi zetu Bwana, linda familia zetu, linda watoto wetu Bwana, linda wake wetu, linda waume wetu Bwana, linda wazazi wetu, linda ndugu zetu na dada zetu, linda watoto wao Bwana, linda washirika wetu, linda familia zao Bwana katika jina la Kristo. Tunatangaza divine protection Bwana usiku wa leo. Walio katika vita wapiganie Jehova, wasaidie Mwokozi, washike na mkono wako, wasaidie Bwana katika jina la Yesu. Wale wamefika mwisho, wale wamenaswa, tunawanasua katika jina la Kristo. Wale wametekwa, tunaomba waashiriwe katika jina la Bwana. Asante Jehova, bariki kanisa lako, bariki madhabahu, ipiganie Jehova, itangulie Mwokozi, ipiganie Jehova vita zako Bwana katika jina la Kristo Yesu. Ondoa kila maovu, ondoa kila mabaya, ondoa kila umasikini, ondoa kila shida, ondoa kila maovu katika jina lako Bwana. Twasema uchukue vita zetu Bwana, utupiganie, kwa maana hii kanisa ni lako Baba wetu. Usikubali shetani asheke, atushekelee Bwana, lakini Bwana washa maadui wetu washekwe katika jina la Kristo Yesu. Kwa maana siku moja watakiri waseme na kumbe kuna Mungu katika hiyo kanisa, katika huyo Kristo Baba kuna Mungu katika jina la Bwana. Pokea sifa Jehova. Hakuna
hakuna mwingine kama wewe. Tunaomba kubarikiwa asubuhi ya siku ya leo, tunaomba kuinuliwa. Tawala maisha yetu, tutatulie Bwana, tuakataa maroho ya kujilipizia kizazi yanayotufuatia Bwana. Chukua mkuki wako, uwapige na kuwanyamazisha katika jina la Bwana. Twasema ya kwamba utatutangulia mahali popote Bwana tutaingia siku ya leo, hata kwa ibada yetu ya siku ya kesho Baba, tutangulie ya kwamba maadui hawataweza. Hiyo mipango tunaipakua, hiyo mapepo tunaitembea, hiyo neti zote Baba zimekamata watu wako tunaziarua katika jina la Kristo Yesu. Na tunatangaza ibada yetu Bwana itakuwa ya baraka na itakuwa ya ajabu katika jina la Kristo Yesu. Katika imani na Baba utaokoa, utaponya Bwana, utabadilisha maisha ya watu na utafungua wengi Bwana katika jina la Yesu. Tunaomba malaika wako Bwana wafanye kituo mahali hapa katika mienendo yetu, katika maisha yetu Bwana. Tulindwe usiku na mchana, na hakuna siku tutajikwaa, wala hakuna siku tutaanguka, wala tutengwe, Mungu wa rehema. Lakini maadui wote watajikwaa na wataanguka, na sifa na utukufu zote zitakuwa ni zako Bwana. Tubariki na ututende mema katika jina la Kristo Yesu. Ndio Bwana atakuamini. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Najua kwamba tumebarikiwa usiku wa leo. Tumebarikiwa in Jesus name.